Winome TV. Sisi ni familia mpya. Yes bwana mtazamaji wa Winome TV, bado tumekita kambi hapa maeneo ya Bombardia hapa mkoani Singida kuzungumza na Baptan FC ambao wanajiandaa na mashindano kule Dodoma, lakini hapa niko na golikipa ambaye msimu jana katika mashindano kule Dodoma ndiye aliibuka kuwa golikipa bora, lakini licha hivyo ndiye ambaye alishikilia taji katika michuano hiyo kule Dodoma. Lakini miongoni mwa magolikipa ambao wamegusa ardhi ya Dar es Salaam na kuchaguliwa kwenda timu ya taifa ya Tanzania, nikimaanisha chini ya miaka 17 bila shaka, ni yeye Yusuf Dafi ambaye niko naye nenda kuzungumza naye, lakini yeye ana experience kubwa kwenye academy ya Baptan Football Club. Bwana mambo vipi? Safi. Yusuf Dafi. Naam. Kwanza kuna ile kuitwa timu ya taifa, kupokea tu barua kuitwa timu ya taifa, kutokuwaza kwamba naenda kucheza ama vipi, ulijisikiaje? Kwanza nipende kushukuru familia ya Winome TV kwa kututembelea hapa katika viwanja vyetu vya viunga vya People's hapa Bombardia. Kwa kweli ni furaha isiyoelezeka kwa sababu kila ndoto ya kila mchezaji mdogo kwenda kujiunga na timu ya taifa au kuitwa tu ile kuwepo katika ile squad ya timu ya taifa. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni moja ya mafanikio yangu na ni moja ya ndoto yangu ambayo nilikuwa natamani siku moja na mimi nifike katika timu ya taifa, niwepo katika ile squad. Kwa hiyo nilijisikia furaha sana kupitiliza, kwa hiyo nikanitokea nikapenda sana mpira. Kwa hiyo kwa mimi nasema nashukuru sana kwa sababu nafasi nilikuwa nayo. Nimeenda kule nimejifunza mambo mengi na nimerudi sasa hivi na vitu baadhi naendelea kuvifuatilia na kule wakaendelea kutuangalia. Kwa safari nafikiri round hii naporudi tunaenda kufanya kile ambacho tulipokuwa tumeishia, tunaenda kwenye muendelezo. Ukizungumzia kuhusiana na Baptan Football Club ambayo wewe uko katika academy, unaweza kumpa mtu ambaye anatazama Winome TV experience kabla tujaenda kwenye mashindano, morali ya wachezaji wetu? Kwanza kabisa tupeleke shukrani zetu za dhati kwa viongozi wetu kwa sababu wamefanya jambo kubwa hapa Singida, kwa sababu ni ukizunguka kote hapa ni hamna academy ambayo inaweza kumuendeleza mchezaji akatoka kaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo imekuwa walipofika hapa imekuwa ni fursa kwa vijana wengine wadogo kujiunga na hii academy. Kwa hiyo wamekuja wameeleza malengo yao na nia yao, wanataka kuibua vipaji vidogo ambavyo vimejificha mtaani. Kwa hiyo lengo lao ni kuwakusanya na kuwaleta na kuandalia mashindano haya na kuwakusanya sehemu moja na kutoka sehemu mbalimbali na kualika watu wengi. Kwa hiyo inawasaidia vijana wengi kuonekana na kucheza na kuonekana sehemu zingine. Morali vijana kama ninavyoona wamejiandaa vizuri, wana hamu na haya mashindano kwa sababu sio mara ya kwanza wanaenda kushiriki, kwa sababu wameona mashindano yaliyopita wachezaji wale wa mafanikio waliyapata na juhudi zinazoendelea. Kwa hiyo vijana wana hamu sana, wanatamani sana hata hiyo kesho wakapambane. Msimu jana mliweza kutetea taji lenu, msimu huu mnaona ikiwezekana tena kutetea taji lenu? Nimesikia kuna vilabu kutoka pia Zanzibar wana uchungu pia kuchukua hayo mashindano. Ndio, safari hii sidhani kama itakuwa ni rahisi, lakini kwa jinsi maandalizi tulivyoandaa na mashindano tumeyachukulia kwa ukubwa, hatuwezi tukachukulia kama mashindano ya mwaka jana. Nafikiri sasa hivi sababu Baptan Central Zone ya sasa hivi mashindano yameenda kuwa makubwa. Kwa hiyo nafikiri kila timu inawesikia Baptan ni nani, wanataka kujua Baptan ina kitu gani ndani. Ila mimi nakubali na nashukuru kwa sababu Baptan imeandalia vitu vingi. Na tumeni mashindano hatakuwa kirahisi vile, lakini sisi tutapambana kadri jitihada zetu, tuweze kuhakikisha tunatetea ubingwa wetu uliobaki na kurudisha ule under 15 uliobaki uliochukuliwa, tuchukue yote mataji kwa pamoja. Mimi nikushukuru sana na tukie maandalizi mema. Shukrani sana. Sawa. Bwana huyo ni Yusuf Dafi, miongoni mwa golikipa ambao nimekupa sifa zao. Walifanya balaa kubwa kule Dodoma, wakaitwa timu ya taifa, lakini alibuka kuwa golikipa bora mashindano kule Dodoma na ameshika taji, na amesema ameahidi wana Singida kwamba ataenda kutetea taji kwa mara nyingine tena. Lakini tuko na mchezaji mwingine ambaye anaenda kuzungumzia kuhusiana na morali kwa wachezaji iko vipi kwa upande wake, lakini pia huyu ilikuwa ni golikipa, kila mtu ana session yake binafsi ambao anafanya, lakini huyu ni golikipa. Shukrani sana, niwatakie maandalizi mema. Bwana niko na mchezaji mwingine. Bwana mambo vipi? Safi, inakuaje? Uko vizuri? Niko poa. Tunaweza tukatazama kamera. Ndio. Unaitwa nani? Naitwa Abduli Juma. Abduli Juma. Ndio. Abduli Juma uko katika academy ya Baptan FC. Kwanza unacheza namba ngapi? Position namba 8. Namba 8. Ndio. Mchezaji gani ambaye anakuvutia sana hapa Tanzania ambaye anacheza namba 8? Namba 8? Napenda akicheza namba 8 kama Pacome Zuzu. Napenda tu Zoea anavyokuwa anachezesha timu na anavyotengeza nafasi na anavyoattack. Napenda. Kwa nini Pacome? Kwa sababu ni mchezaji ambaye
anaelewa majukumu yake katika timu na anajua, yani kama vile unajua mchezaji anapokuwa kwenye timu kuna mikataba anazokuwa kaandika, kwa hiyo inabidi itendee haki kile wanachompatia kama timu. Babtan takiwa yeye aitendee haki kwa sababu una kitu anachopewa na yeye pale. Kwa hiyo napenda tu anavyocheza, anachezesha timu vizuri, pia mashabiki wanampenda sana Tanzania. Rama ambaye ni kocha wako, ambaye pia ni kiongozi wako, amesema kwamba taasisi imeanzishwa 2001 lakini kwanza kushiriki michuano ni 2022 licha ya maandalizi kuanza 2022. Wewe uko kwa mwaka ngapi? Huu ni msimu wangu wa pili. Unajisikiaje kuwa Babtan? Najisikia furaha sana kwa sababu wewe kama uongozi unatuongoza vizuri, unatutrain vizuri, pia yeye wametutengezea uhusiano mzuri na wenyeji wetu hapa Singida mjini. Pia na huko kanda zingine. Mnaenda kushiriki michuano ya kule Dodoma. Morali kama kuna wachezaji, nimeongea na golikipa, morali yake iko juu. Ni kama wachezaji sasa katikati ambao mnacheza, morali yenu iko vipi? Morali yetu iko juu sana, afu tuna hamu sana na hayo mashindano kwa sababu ni mashindano ambao tumejiandaa nao kwa muda mrefu. Tunatumaini tutaenda kufanya vizuri kutetea kombe hilo. Inaenda kuongeza kitu gani kwenu? Kwetu yanaenda kuongeza vitu vingi sana kutokana na tunavyocheza sisi, na tuna mashindano mengine makubwa mbele yetu. Kwa hiyo ile pale ni moja ya kitu ambacho yanaenda kutufaidisha sana kwa sababu tunaenda kupima tulipofikia na kuendelea mbele kutokana na ndoto tulizonazo katika maisha ya mpira. Nikushukuru sana, wasalimie wenzako na sisi tunawatakia kila raheli, mkafanye vizuri. Sawa, asante sana. Haya bwana, huyo ni mchezaji miongoni mwa wachezaji ambao tumezungumza nao kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea, lakini pia kwa namna maandalizi yao jinsi yalivyo, lakini morali yao kuelekea katika mashindano kule Dodoma, jinsi ambavyo wamejipanga, lakini wenyewe wamesema kwamba wanaenda kuyatumia mashindano haya kama fursa ya kujiandaa katika mashindano kadha wa kadha. Lakini najua wameweza kushuhudia, tumeweza kuongea na Yusuf Dafi ambaye ni goalkeeper, ameenda kucheza timu ya taifa, lakini bado kuna mambo ambayo anayafuatilia, lakini ameshukuru sana viongozi wa Babtan kuhusiana na hichi ambacho wamekileta taswira nzima. Sisi ni Unome TV, tumefika hapa kukupa taswira nzima ya kikosi hichi kuhusiana na maandalizi kuelekea kule Dodoma. Naamini umepata kile ambacho sisi kama Unome tulikuwa tumelenga kwa ajili ya kuweza kukuambia na kuweza kuwataarifu kuhusiana na maandalizi kule Dodoma. Mimi ni Elikana Obedi, kipenzi wa mashabiki. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Nyuma kamera alikuwepo Prosper Solomon.